Wagwan my people, this is your boy DJ Dusmali aka The Jama. Kama kawa kama dawa na wagawa sawa sawa. Just like usual, you know, we don't have to explain. Let's do this. My boy Fazul. Wagwan, man like Faz, easy man. Yeah. Copacabana, the ghetto boy. Sina kelele, niko intact ama vipi? Yeah man. Welcome to our show. This is the Game Changers episode 6. In the meantime, before I start, Fazul Maze, we've never seen Fazul like this. Fazul's character is always on a rooftop. Fazul, talk to us. What's not happening, my brother? Man, police brutality in Kenya inaenda ikiongezeka and I'm pissed. Yeah, that's true. I'm pissed at the government. I'm pissed at my fellow Kenyans. Kuna hao vijana wawili, Benson and Emmanuel. They are brothers. They were arrested by Kenyan police. After being arrested, their parents went and followed up to know what's happening because it was an issue of mask. Sorry to say this, hao vijana wamekufa. My condolences to their family. Polisi nishaishikwa kwa sababu ya misunderstanding 1, 2, 3. Nimeimagine ingekuwa ni mimi nimepass, mzazi wangu angekuwa na feel aje. And for that reason, let's everyone akue vigil. Tusikubali kukandamizwa na polisi. Let's stand. We need everyone to stand. Mtu mwenye amenyamaza, you cannot be speaking about racism in USA na umeshindwa kuongelea Kenya inafanyika hapa Kenya. That's why I'm pissed. Tunaongelea racism lakini kwenyu wazazi wako wamekataa uoe msichana wa kabila lingine. That's the biggest racism of all time. Tribalism. Mtu yote hapa kianza kuongelea tribalism, sisi wote tutashindwa kuongea. And I'm pissed because of everything. I'm so sorry kama nimeanzisha Game Changers leo na muda niko chini. Yeah, it's okay man. It's for our fellow Kenyans. These are our boys from Embu Maze. It has been trending kwa wiki, imekuwa number 1. This boy Benson and Ndegwa and Emmanuel Ndingwa. Maze ni very sad because this thing happen too suddenly. Juzi kumekuwa na hiyo the clip that has been going around about this police ambaye alikuwa na a lady in a car. They were being harassed by boda guys over an alleged issue ati walinok mtu down mali walikuwa wamepita barabarani, then they just left. So walikuwa wanatry kutuonyesha hapo that the guy is so good because he had a seska na ilikuwa sijui na 4 rounds na hakushoot. I'm sorry to say this and I'm not trying to do anything, but this man hakuna kitu una to show, you are just telling us plain kwa sababu as much as me siezi like vouch for boda guys or anything, I would say huyo mse mwenye unanok na unaishia hata kama ako on the wrong is someone who is like being waited for by his family back at home, maybe siblings, maybe even a sick mother at a hospital bed. Anangojea huyo mse aende hustle, alafu wewe unamnok alafu unaishia. Boss, utakuja kushangaa sana mbona unapata do lakini tumbo ndo inamea, you have nothing. Unapata laana tu. Due to our boys, sisi ni my youth and we'd feel for this. Let's due to the Game Changers personal respect, let's take a 15 seconds of silence today. Wagwan, we are back at it manze, kama kawa kama dawa. Yo man like duo. Yeah. Tupeleke na mtaratara. Maze. Elime kwa fiti, but niko na one issue. Like 2 weeks ago hivi, waswa boda wamekuwa na so many blunders ama spinda sema ni. Mahali hapo Rivertex hapo, unakuta unatembea tu mguu, wasi wa motorbike wanaanza kukamu ni aje, wewe ni mnyai, wewe ni mgondi. Kidogo wanakushika, wanakunyea everything. So ni kama obutu kameanza kujimobilize juzi wanafanya vitu za sipo man. So mazee kama ni msewa langa teleview hivyo,
inaweza kuwa ni Langas, maybe wanaweza kuwa wazamua tena wafungue katika territory kingine Huruma ama place yote mazee. Tukue vigilance mazee. Chunga bishti yako akuchunge, tuchungane na tukomesha wase. Pia makarau tunajua story mnajua, cause vitu mob sana mnajuanga na you keep quiet, mnagoja mpaka ile time ita damage msee, maybe mmoja die ama imfanyikie kitu mbaya, ndio time mnaanza kutake action. Let's take action mapema teke. Tutaki kusikia mtu konje tena amedai kama maboy. Despite your story yote, pia naweza sema mazee wa Kenya mlinibamba sana hii time ya Olympic, wiki zimeisha mazee. Moment to make proud as Kenyan. Afrika mzima si ndio tulikuwa number 1, tukachukua maogoro, masilver, manini tulibambika sana. Afrika yani world mzima bendera ya Kenya na konga on top tu mahali pale juu, unaona? Big shout out. Mimi naweza sema yani Kenya is a talented nation. Mazee tuko poa kila kitu, no. Mimi naweza urge tu maparo, ukifilm mtu wako anataka kukimbia support. Ukifilm mtu wako anapenda javelin, makurusha mkuki manini hizo. But pia mimi naweza urge nikimalizia mazee, hawa Masai rusha mkuki sana. Hawa Masai bana, sijui kwa nini tujue wafikiria wazee watadunga wasee. Masai anza rusha itoke nje ya uwanjo. Iko world record. Mageti hiyo kitu ama ipande kwa study iruke na unajua mnangojenge kikama inapita 10 20 50 unacheki ai mazee kichaka mazee. Nice one. Fazil, how was your big win, man, despite the police stuff and all that? That's before I go into my week, yeah, to tap on what man like Duo is saying, yeah, man. I think we should come back to mongelea police brutality. We should come back to our members of parliament, our politicians in general. Yeah, man. If you check the Olympics the way man like Duo amesema, ndio tumekuwa number 1 Africa but tumeunderperform. So bad. Tumeunderperform. Yeah. Vile umeongelea Masai kitu ya maana sana. But kama ule MCA wa huko, chief wa huko wange notice au watu wao notice uko Wasingishu, wale wangekuwa metap into that, tumepeleka tunajua this and this. Yeah, man. Just to say politicians what wamekuwa silent through all this pandemic. Election ndio inakuja. Kenyans mkumbuke, tafadhali mjishike hivi masikio. Yeah, man. People have been through pandemic. Watu wamevunjwa manyumba, watu wamefukuzwa. Mlikuwa mmeona vile walikuwa kibomoa nyumba karibu country mzima. They have been silent, especially Nairobi, man. They have been silent, hawajaongea kitu yote bana. Sasa ndio wamekuja wametuambia gari zinarudishwa 14 seater, ati wanaenda, tunaambiwa covid ni mbaya but wamerudisha gari kwa 14 seater. Okay, ni biashara ni sawa, lakini mjua watu wanarudisha hivyo because ikwe muanze kuambiwa wanafungua then tunakubali jobs zitafunguliwa, clubs zitafunguliwa, but it's not in our favor. Ni politics wanacheza because wataenda aje kufanya siasa campaign kama hawajatukubalia si tufunguliwe. So ukiwa nyumbani, take care of yourself, care for no one, hawajali mtu yote. Ikimalizia, shout out to my boy Deno Kemayo, Hope Brand, for this good maze. Nice, mbaya sana. It in piece of in the same time wao vijana wakiuliwa, the next day kuna kijana mwingine tena alipigwa risasi. The next day Nairobi walipiga kijana risasi, alafu niambie really? Yeah, alafu niambie police brutality ati itaisha. Kwa wale wenye walikuwa assumingly watch this thing for the first time, we've always mentioned go back to the previous episodes. I guess it was the second or the first I was speaking about Fazul always being on a trend, alafu yeye mwenyewe alikuwa anaruka. Now look at this. It's very sad, but big shout out to my homie Maze. Kemayo, Hope Brand. Yeah. For all your branding, nili yendo wana to plan. You can just talk to Fazul through the Game Changers podcast page on Instagram
at the Game Changers podcast anaweza ku link or ku hook up. There's a Facebook page that we're going to share. Itakuwa hapo, so make sure you watch so that you don't miss the link. Last time, Maze, the previous episode we were speaking about something very serious and we ended up kukuwa na kitu yenye ilikuwa very interesting, a topic about people's wives and people's houses. Na vile mtu kwanza, yani anyway, Fazula alikuwa yeye ako na own opinion yake about maybe manzia best yake akikamcomment across kwa barabara vipi nini, and then Kabana was saying something, so we decided to elongate our story to this episode because it was very good na wase wali suggest sana. Fazul, assumingly best yako Maze amepata job Dubai. We all know uko hivyo Maze ni kwenda mtu watu husema overseas lakini Dubai tunasema ngani ni kama tu casual labor ya ulami, unajua ya ulami by the so huyu jamaa wewe kama best yake wewe utakuwa unajua jamaa anaumia pale Uarabuni nini alafu wife yake ni kidogo amekwanga amejua Fazul na Fazul anakwanga amechangamka design yenye huyo msupa anataka, so amekam na kuna venye Fazul, what would you do? In my defense si mimi nimetafuta bibi ama unasema aje? Ni amekam so amekuja wanake ameishia, but sasa sinafanya utumishi kwa wote, ile kazi yenye hiyo ya hao watu unachukia lakini sasa mimi nafanya utumishi tofauti na watumikia. Unaona ama unatumikia. Listen, it's I've not offended my friend. Matter of fact, namsaidia. Hayuko tu yake afadhali mimi mwenyewe. Unaona, but in my defense the guy is not around. Yeah, it's true. Hata akiwa around lakini wacha tuseme hata akiwa around si lazima tuwasikue ako around. Maliza. Mimi nimekuja nimegongewa tu saa 10 ama saa 11 nimegongewa mlango tinting nimefungua. Sasa Fazul poa niaje bro, imagine kama ni mtu mwenye so squeeze hata si afadhali mimi unanijua squeeze hata gonga watakudim squeeze ni kukudim. Can I tell you something? Say Hakuna dem ushaichipo. Acha niwashtue. Hakuna dem ushaichipo. Huyo dem ndo huwa anakubeba. Fazul, listen, there's no lady wewe literally tumekuja ukasema leo manze ni aje nimevuka na Mish nilienda naye Makejani nini, sisemi ati mimi wanachipo watu, I'm just saying, I'm using as an example. That lady anakuanga na hit list yake. Yeah, it's true. Amepanga. Amejua kwa hit list yangu DJ Dusmale nataka ni akuchiki azungushe hizi mavindu kama tantele. Kwa hit list yake namba 2 anataka man like Dhuo. Anasikia wewe ni mtu wa malimali, anataka ukuje utambarishe. Yani kama kamera. But in my defense, if somebody visits me na akanielezea anataka aje, as a good man I will acknowledge the work. Cheza na hiki. Acha nikwambie. Naanza na story mimi. Hii tabia unasema ndugu yangu kashikwa. Nani? Wakamwambia utachagua mijeledi ama tutakupaka kitu. Chagua. Kuna mijeledi kupaka inakaa kama mzuri. Waliendea Super Bowl. Holy shit. Alipakwa wapi? Unajua acha kutufanyia hivi kwani obedhe tunahitaji interpreters. Unaelezea mabubu. Alipakwa wapi? Walipaka bat crack ya roja. Na kwa nini? Sasa acha mimi nasema sasa. Sawa. Utamu za wenyewe waachie wenyewe wakule. Zinakuwa na masaibu tu yake. As for me siwezi chapa. Hata kama najua ati najua tu dem ndo chali yake. Anitalia hapa. Unyama. Asiezi uma. Automatically this is what happens. Unajua mimi nimekam after observing lakini nimekam notice that what happens is kuna madem
anaweza kuwa maybe amekuwa kwa struggles ama amekuwa demu, maybe hata ametoka maybe kwa background yenye si rahisi. So hata ile kidogo yenye anapata yeye kama mdem at home wanamwangalia kama breadwinner. Umenipata? Wanataka wajenge or something. So unapata msupa ile time amepata mseril, mtu anakani kama wanaweza kuwa na familia, wanaweza oana, anaanza kuiva. Ile design hata nyinyi mko kwa mmejua udem anaweza fanana hivyo. Ndio unasikianga wanakwambianga hakuna, there's no one who is ugly, people are just poor. So nakumbuka zile picha za Diamond zilitrend sana. Boss, udem ameanza kukua something, lakini sasa after ameget dough na kila kitu, after settling for less, ana notice huyu jamaa Yesu anampatia do, anasandiga posho mmoja lakini hafiki. Umenipata? Yeah. Na akikaa hivi anakaa akipita mtandao anasikia tu Fazul anasema kila time anafanya ulimi. Unaona? Sasa yeye interest yake bigi ni hapo mahali anaona ujamaa anafanya hivi. Umenipata? So anakaa anaanza ku DM Fazul, niliwatch. Unajua kwanza ni wajanja. Niliwatch episode ya Game Changers, mazee ni fiti kwanza character yako. But your laughing style ni nini unanibamba. Sasa unajua wewe unaichukulia positively. Uta have ku engage, uongee na yeye, umwambie mazee thanks, make sure you subscribe, onyesha your friends, atakushow mpaka support. Atakwambia cheki this is the number of people I've texted, hadi atakuscreenshot here. Alafu sasa atakwambia sasa I need your help. This is how they come. Sasa unajua makosa mob mahali penye naweza support Fazul tu kidogo inatokana ngana mdem vile anakaa. Umenipata? Some other time I was speaking to someone on phone and someone was there in the room. Akaniambia na umechange tone mbaya. Nikamwambia I have to, because acha nikushow at the moment nimeku welcome, itakuwa ngumu sana mimi ku disengage hiyo gear. I already did. So akikamio design anaambia Fazul I want to talk to you about something. Fazul tunajua obviously sasa huyu amekuwa dem amesupport Game Changers na Game Changers ndio my main thing. Kama hata kama ni kijani. What happens next is going to be a story. Ongoja. Mimi siwezi kuambia kama hata unaona hiyo story ya kama hata ni kijani. I don't do that. Hata nyinyi mnajua. I respect my house. I respect my place. This is hypothetically speaking. Ni situation, si ndio? Vile umesema ata slide kwa DM, as a good man I will reply. Yeah, it's true. So mimi kitu ya pili, you guys mnanijua how many times ushai maybe ni buzz in the middle of the night nikamwambia yo bro I got you. Mara ngapi unaniambia yo man like Faz I need the unaona nini? Tumeambiwa we are human. Hakuna mwenye anaishi peke yake kwa hii dunia. Saidia ndugu yako, saidia dada yako. Unataka kusaidia madada. So mimi sijakata. Nasaidia kila mtu, nasaidia sana. Unaona nini bro? I'm that one person I always say if you're in shit call me. Mimi nimekaa. Unajua watu hawajaelewa hii situation. Mimi nimechill kwa hao. Yes, na converse na Odem. Yeye amekuja at my place, sijamu invite. Kukuja at my place, bro, with all due respect ni manzi yako. Sija cheat on. Mimi usiniweke kwa situation ya cheating. She's the one who has cheated on you. Yeah, alianza. Yeye ndo ameengage. Mimi nimesema tu, mimi nasema acha nifanye hivi kwanza. You're in a position to me. But you're in a position, okay. But you're in a position to refuse or accept. Yeah, that's what nimesema. I'm in that position to say yes or no. Mimi nimesema vile huyu alisema rafiki yako hayuko, ako maju. Sasa afadhali hata ile nini wanasema better the devil you know than the angel that you don't know. Hapo mi bro hata ndakutumia text nikwambie na wifi yako by the 1 2 3 squeeze bana Masaidunya anajua manze kuzungusha, maybe ananipea number 2 sim 2 lazima ninaweza ku update nikwambie mtu yako ameharibika. So better the devil. Hata sipandi flight I think inaweza chukua time mob sana. Utapanda nyungu. Witchcraft. Utapanda witchcraft. Unaona yule mganga akatua hapo naambia can you teleport me to the nearest mganga na place naishi. Unasikia tumetokezea tu Chubui. But I'm telling you for a fact, yes. Believe it or not, either you are there or you are not there, someone is hitting that. But another thing, for someone mwenye mimi najua ni mimi sije engage. Yeye ndo ame engage with her own reason. Vile nimekwambia hakuna dem mwenye wewe ati
atulipe. Huyo dem ndo alikupenda. Hata bibi yako mwenye uko naye kwa nyumba, yeye ndo alikupenda ndo akakubali muende kwa nyumba. Yeah man. Basi ati we Kiswahili yako ilikuwa juu. Yeah, it's true. Yeye tu ndo alipanga. Sasa vile nimesema akona hit list yake. Nataka Dusmale amekuja kuwagawa. Hapana. Gawa yeye. Ataka man like Dhuo amekuja na engine ya nini? Submarine. Zungusha hii kitu. Fazo cha ngombe. Okay, ni sawa. Nimeenda hiyo Dubai. Wife ya mine ako Kenya LD. Asuli nimeenda kufanya ni ku create a better life, a better future na mimi na yeye. Yes. Hapo je acha nimalize? Yeah, 100. So 100 Asuli nafanya yote ni kwa sababu ya dem. Asuli nafanya everything I'm doing kwa sababu ya dem. Alafu nakuja nasikia nimepimpa dem amemea ass. Imagine ya Donatumanga haujui kama mimi ni mbocha ama mimi ni nani ama mimi ni nini huko Dubai kinye nafanya. Tunakula na branch pale hivyo. Alafu sasa ita hukumi ya Tumaga ndio naenda kunywa na James. Ndio kunywa na Jamie. Yeah. Ita hukumi unafikiri when I come back to Kenya. Nyinyi ndio watu mnatembeanga mnasikia mligongo tu. Hit and run. Mtu ameishia. But I am your brother's keeper. Imagine a stranger hitting that thing. Bro, stranger. Una prefer stranger. Na mimi. Wacha ujinga wewe. For real. Hata mimi nikienda zigizigi kitu yangu bro. Wacha nikwambie. Ninakukubalia. Dusmale. Ati sasa mwacha nikwende hapo ndani. Unaona nini? Mkikufa ni sawa. Lakini tunajuana hapa. Unaona hiyo kicheko? Na wajua. Boss. Unaona nini? Ukikufa ni kitu kingine. Sawa. Forget umeenda Dubai. Wacha hata tutoke kwa scenario ya Dusmale. Hypothetically speaking, this is a Chile. Au is my Chile. Unaona? My Chile is your Chile. Yeah. You guy my guy. My mama. If you find my mama is your mama, mimi sina issue. You keep hitting that thing. Tap it baba. Kenya mimi nasema I'm just unaona nini? Even if amekuja on me na nikamkataza, amekuja kwangu bro, if I don't tap that thing, stories zitatoka huko nje. Unajua Fazulu manzee nilienda kwake nililala tu. Hey bro. For the respect ya hiyo jina Fazulu. Let me hit that thing. Ulala tu kwa sababu that thing. Ulala kwa sababu you respect. But imagine nakutolea miba, nakutolea gunia msumari. Kama amekuja kwangu, imagine ameenda kwa watu wangapi? Nitakuja nikwambie kama brother. Man like Dhuo. Let me tell you. Those kujeni tukae. I will order some Jameson there. Tukae chini tukunywe alafu nikwambie, yo, that girl is not good for you. Nikuulize ni aje? Nikwambie, yo bro, I have evidence. Let me show you some screenshot. Ameshinanga akiniambia mimi nimemzuia. Alikuja kwangu saa 3 ya usiku. As a good man, nilimkubalia kuja kwa nyumba. So, mimi nikamkataza. Hata nikihit, nilikuwa tunamwambia, unajua tunafanya makosa. Unajua kitu ni mbaya. But mimi nitakuja nikwambie, yo bro, nilihiti kitu kwa sababu sitaki ukae na dem blood fucking. Another thing, unajua kwa nini nda hit? Mimi I don't acknowledge friend zone. How do you stay at enough? What the fuck is friend zone? Unakaa ati that lady, unaona dem akikweka in a friend zone situation, it means haja kuelevate on a status that you are sexually attractive. But anataka kukutumia as in unaishi kwa nyumba na ulipi rent. Bro, what the fuck do you bro? Friends on you ni sawa, but mimi nasema hivi. Ndio nimekwambia yeye amekuja ni mtu yako. Ngoja. Alafu mimi unataka kusema madem tu ndio ukam. Let me stand up for the ladies. Madem tu ndio ukam. Stand up for them unasikia? Stand up for the ladies. Wana stand up ikiwa yani na stand up. Mimi kwanza kuna watu wanajua wakiambiwa tu kama nimekupikia nyama. Usilete mambo ya nyama hapa. Unaona? I hope you're seeing. Skia, this is what I would say. Holy shit. I have seen men wenye ambaye like umsi anajua Fazul.
Sindio? Na anajua wife ya Fazul. Assumingly, let's just put it in pictures. Wife ni kitu ingi. Assumingly, anajua wife ya Fazul. So anajua Fazul kama kawa ni msee wa job inakaa hivi, field hivi. So niaje Fazul saizi wametumwa Mombasa. Fazul ametumwa Mombasa anakam. Anakamwambia aje, I even know that your husband is in town. So niaje itakuwaje? And sometimes unaweza pata mtu, yes, you have a very beautiful wife, a very good wife, anapenda nini, but temptations manze is something different. Temptation is real, by the way. Umenipata? Temptation is real. Ndio maana wasee wanalemewa na alcoholism and everything. We are going to talk about that later on. But temptations come in that way. Yani hii ni kitu yenye wewe unajua boss, this thing is ni mzuri. Kuna mtu mwenye atakwambia yeye huwa inamtengeneza skin. Kuna mtu atakwambia yeye huwa inampunguzia hizo cardiac arrest nini. Hivyo kila mtu na preference yake. Kuna wase wenye naturally watakushow tu. I'm not trying to be anything, but specifically mimi nasikianga wakisi wanakwanga wameka hiyo kitu. As in wewe unafaa ujue umekuwa umepika umekaa tayari. Shout out to all the Kisii ladies in the building. Usijaribu kuleta hiyo jokes. Unafaa ukue ready. So unaweza pata chali anajua ni aje kabana yuko area. Anataka kudance. Na hiyo temptation inaweza wife ya huyo msee. Wenipata. So it's a two-way traffic, but the thing is what I would advocate for. Yani longly. Mimi personally I would say it's not a good thing because first of all, first things first. Despite the fact that we are going to have fun, despite the fact that your name is going to be you're not going to be on a good rapport with people because umeshaharibu jina, msi ashajua ulifanya hivi. Mimi naweza kuwa personally nimebonga na wife ya mine. Niaje me by the way nilikuwa simin kukuambukiza but nime notice. And as good people, let's stay with this. Trust you me, there's evil people hapo hivyo na kuna mdema atakushow mimi I'm allergic to rubber. So hata anaweza kukuonyesha interest by kukuambia hivi, let's do it kama unataka. Alafu akwambia sasa now I'm itching, we cannot go anymore. Utafanya nini? Hata kama ni ile anakwambianga basi let me blow you. Then me nikisha get satisfied wewe uende. In between lines umejua? Acha nikwambie. Unaona kwanza dem akikwambia yeye ako allergic to rubber. Kata friend. Unaona nini? Meza ile dawa za Nigeria ufanye chubu. Potele. Kwa sababu what do you mean that you are allergic to rubber? Are you kidding? Kwani sweet tunanuanga zikiwa zimetolewa makaratasi? It's possible. Kwani ni patiko? Tuliacha kula patiko, tunakula Clears. Wewe wacha bana. Unajua the more kitu inakuwa tamu. Hit that thing. My niggas, vile tuna hit that thing, hit hapo chini, hit like, subscribe, cheza na hizo vitu. Hit it. But don't go hit. Smash it. Fuzz. Wagwan. The more kitu inakuwa tamu. Ndio the more inakuwa na ubaya mingi. Yeah. Okay. Assume tu level unasema hivi saa hii wewe. Nipite na moja kwani niko na wangapi? Wewe bro, unaharibu. Basi acha ujinga wewe. Nipita na yako. Hiki kitu mtatoa hapo. Ngoja. Nimepita na yake? Moja. Acha ujinga wewe. Haya. Yo bro, take that back. Shit man. Ngoja. Yani hypothetically speaking. Basi nimepita na yako. Alafu nakupigia simu. Hey bro. Kitu inakuwa safi bro. Ngoja. Na usitaki nataka kudanganya sasa hii comment. Bro. Hey bro, where? Bala. Hey bro. Mbako naambia temea mate. Uniambie ulikuwa na Nakuru umetumwa kazi. Ake juna yuko drive na 10 minutes. Ifike hapo. The first thing yenye ndakuuliza brother, ndakuuliza who came to who? I'm telling you, mimi nimesema sijakuja kumtafuta. Huyu aliuliza swali, hajakuja. You know, you're making me look bad. No. Hata hapana wewe. I'm saying let's look at it. Mimi nimekaa tu ni saa sita usiku. Dem yako amekuja kwangu. Hapana. As a good Samaritan vile mimi nakuwa namuuliza tu, unajua nini? Uwezi lala hapa itakuwaje? Asumbue nini? Namwambia, okay. Do you give me consent? Unanipea consent. Sawa.
Alafu pale nakwambia vile nimesema, I will call you guys of a drink of something. Tunakula pale lamb chops zetu nini, maybe chicken drums whatever. Nikwambia yo bro, she's not a good lady for you. Bro, mimi ndo nakusaidia. I'm taking, imagine umedoja bullet. Imagine umekupigia kwa action. Sijakupigia tikesho. Ni sawa. Ndawacha umalize bro. Sikia. As a good man, I will let you feel it. Let's look at it. If that thing bro is my lady. Hit it. Sikia. Obviously hauwezi kwanza call mse kama una dish dem yake. First things first, immediately unajua wakati you guys both of you are on hit or something, mtakuwa na hiyo lakini after maybe umedu ndio reality itakuhit. Umeniget? Utaanza kuimagine nini. But let's now even just face reality. Hata sahi, though I know I cannot, hata sahi nikadishi dem ya Fazul, do you think with all natural respects that I have, yenye inakaa mtu naweza call umse nimwambie boss pale nimekula, wewe ndio brother true ukiniambia ulidishi ulizi, unaona nini? Wache niseme tu kweli, wache nikwe devil's advocate. Shit, nikiamua ku spill the beans hapa, kuna watu hata amutaionana, but as a good man you'll come and tell me your fuzz nili hit your shit. We have had ushaikuwa na conversation, you're like, hey manze, that lady manze be fine, alafu unasikia nigga anakuambia hey bro I tapped that. Unaona nini? Kama wewe ni OG bado unaona vile umesema, we know niggas hate these things. Tusikuja hapa kudanganyana kupakana mafuta. Ni ukweli. But and the people who have their shit together, unaona nini, haiwezi kuja kukutafuta. Mimi nimekuambia huyo demo amekubali uslide, uchape kitu. Alikuwa anataka tu hit. Okay. Umekuwa kwa hit list yake. Wacha nikwambie leo. Tunaongea reality hapa. Hata kesho tunaongea pa reality. Yeah. Mimi siwezi kataa. Unaweza kuwa toko na dem. Hata wife mmeoa, mumeenda mkafanya harusi church, mkafanya everything. Na kwa roho yake tu anasema ile siku dus atakuja tu nipige hii rungu. One more time for this. One more time for this. Anataka kunimaliza. Stop that shit. You see? Stop that shit. Labda dus anakam kwa mind. Dus anaoshwa na maji moto. Mimi hata je yoshwa. Una feel upako. Mimi nakala sema. Una feel upako. Unajua okay. Mimi kama Chari sina shida mkismashiana, juu hata labda sijui. But ngoja take that back. Ana shida. Sina shida kwa sababu mkismashiana nigga agree. Ngoja kwa sijamaliza story. Maliza. Acha nimalize. Kama dem nilimuoa akanipenda akafanya, but dream yake alikuwa anasemanga labda siku moja tu Dusa kaja nigawa. Hiyo chance itaiacha. Una get? Haina shida for both of you. Hamjui mwenye alifanywa shida sasa kama mimi. You see? Aya. Mwenye amefanywa shida kama hapa mwenye unaona kale ka video kwa I think ametrend sana. Ule Charigongo mwenye alikuja kwa nyumba ya CCTV fulani ka footage kale trend sana. Alimchoma mavisu. So umesikia sabe nafu umededi. Amekuja kwangu, kumbuka. Amekuja kwangu. Si kila kitu mimi zikatai, but si kila kitu inakujanga unaumanga. Huo Charito angekuja aseme sijakuja kwako. Siumi. Maybe alikuwa fundi wa stima. Alikuja. That's another topic. Oya, mafundi wa stima manze, and then pale chini kwa comment kama wewe ukitengeneza stima. Wachia watu wa stima kazi ya stima. Ngoja. Wewe, vinya. You see, sometimes kuna dhambi mtu anafanya, unaona, okay. As much as nimesmash nimefeel poor, but after all ni shida gani najiletea as a person? Okay? Yeah. Nimesmash wife ya wenyewe, sawa, nimefeel poor. Ama tu dem ndo ni trick. But the time naenda ku fall in that trick, nikakuwa nisha realize hii dhambi siingi. So you have your own conscience ya kujiambia sishiriki kitu na jitoa. You get? For free, acha ngwambie. Mimi naishi ghetto, mimi naonanga watu wakidedishwa juu hizi shit zenye faza anasema. Listen. I know. And huko nje mimi nawaambia, acha ngwambie. If you have any chance ya kujitoa kwa hizi shit, zendu ghetto anatuambia hapa.
jitoe tu kwa amani tu vizuri, useme najua hiyo kiti yako ni safi na ni tamu, alafu ujitoe. Listen my people, this is what I would say, unajua kuna despite anything else a lot of people wanaona tu tunafanya hiki kitu but hawajui. First of all, mimi personally I'm a God fearing nigga big time. Me as in when it comes to masala ya kuenda kuswali ama nini, we cannot even negotiate. Wewe hata wife anajua kila mtu hupenda akue a successful student shuleni, si ndio? But only those who strive for excellency will come out as wengine wanatembea. Kuna wenye watakusindikiza chuo, kuna wenye will be there for company, kuna wenye watakuwa average. Sasa Fazul ni huyo student mwenye yeye amekubali that yeye ikikama atafanya nini? Ata stray bullet. Tata. Na mimi ni huyo student mwenye nikiambiwa usi make noise, sitafanya nini? Sita make noise. Hata usinyame. So for my case, this is what I would say. Just on a natural basis. Wachana na story yoyote, wachana hata na best yako. Kuna mademu watakam na watakudai na ni wife ya mse na hata wai kukusho. Immediately maybe umemdishi ama afterwards later on is when you're going to notice that kumbe ude maloi kwa wife ya mse. Cause inafika point anakwambia now you cannot call because my husband is now amekam. Ume acknowledge, umemuhit. Lakini ukujua ni bibi ya mzee. Hiyo ni ni sawa. Hiyo ni different. Ni sawa tu, bado ni bibi ya mtu. Wakati huyo mzee atakuja akwambie, Fazul, unajua ulihit. Nakwambia, mzee that hit like something else. Okay, fast. Acha niseme. Yani first round ulifall kwa trap. Very much okay. Mimi naona ni second round sana za watu. Juu za watu unafanya mabaya. Unajua za watu first round ulismash. Hauko unajua. Obvious first time ulismash. Mkaza kujua najua. Mtu akuja kwambia ni aje? Nilikucheki na dem fulani. Do you know who dem ameolewa? Ngoja kwanza nimalize. Dem ameolewa na kuna watu watatu. Next time nafikiri dem akikupigia utaenda. I wish you want to go. The first time dem ni muongo. Alikudanganya, akago kwa trap yenye ni so risky into your life. Ungeshikwa na dem the first time we meet ama the first date, cheleta maybe kama alikuwa ni oseska kupige fair, ungekuwa umeshadai. Haujui asira za ule chali ni gani ama relationship yao kama ni ile watu ni relationship inakuwa na hizo fight etwa toxic relationship. Yeah. Haujui si toxic, huyo dem ni exotic. Ni sawa. Sikiza, mimi nakuchanua tu. Iko hivi. Nichanue hata nielewe. Unaweza fall kwa trap first round. But mimi nasema tu na nasambia hapa Dusa anasema ukweli. Ukishajua kila mtu ako kwa dunia imejaa temptations. Binadamu, unajua nyinyi mnajifanya ni malaika. Listen. Dunia imejaa temptations. And once you ulifall, maybe ulikuwa tricked ama hauko unajua. Unajua makosa si makosa, kurudia makosa ndio kosa. Ndio makosa. The next time do not repeat that shit. Cause itakucost. Na mimi nakwambia tu kwa ukweli. It will cost you my friend cause that's why mimi na kama utajua mapema before fall into that trap. Don't fall. Ukijua tu hiki kitu ni mbaya na umejua hata friend yako alikwambia ni aje? Nilikuona juzi na kaminji fulani. Minji ni hatari. Bwana yake ni KDF. Ama hata bibi yake ni KDF. Ninajua tuliambiwa tuitamari siku hizi na majeshi na polisi. Bwana yake wewe utaambiwa. Ukijua tu please. Hata uko nje to our fans na mtu wote. Please. Wewe wache unaona nini? Hapa tumekuja I think mimi sijui mbona mna cloud. Mimi nimesema human. Hakuna mtu ana cloud hapa. Sote basi hakuna already there. Ni sawa, wacha niseme. Hata nyinyi mpaka mna acknowledge mmesema umetap but ukujua. Ni sawa. Sisi hatuko tukiongelea story ya ukujua, huyu aliuliza tu swali. Amekuja. Unajua mpaka tumeenda ni sawa. Wacha tuseme scenario 2. Unajua huyu dem ni wako. Mimi sija make moves. Na nimesema this thing is two way traffic.
Pia bibi yako anaweza kuwa na hizo tabia. Angalia tabia ya bibi yako, anapenda nini? Kama anapenda, umemuona ako na dus, ako na dhuo, umesiasikia story mara 2-3, mfungulie brothel. Ni biashara, kuna akili yenye inaweza fikiria pia business. Usikuwa umelala kwa darasa. Wacha niwaambie kitu. Unaona hao watu wenye wameoa, hawa ndio watu wabaya sana. Mimi sitaki kucloud. Mimi nataka kuambia tu kitu kweli. Mtu mwenye ameoa, kama wewe ni dem na unasikiza hii pod, hii channel na umeolewa, jua bwana yako anaenda kupractice vitu zezi fanya na wewe na mtu mwingine. This is true. Fazuli speaking. Hapana. Mimi nawaambia nini? Wacha nimalize. Wacha nimalize. Fellow Kenyans. Unaona nini? Wacha nimalize. As I'm saying, wase wenye wameoa ndio wanaendanga anafuta demu ya Fazuli. Hypothetically speaking, sisemi ati dus ama dhuo wanafanyanga hivi. Si hypothetically. Au ndo atakuja aseme since bibi yangu ananifanyanga kifo cha mende, anakujanga amelala hivi, mimi na wacha niende nitafute na mtu mwenye ataniaminishia. Fazuli speaking, mimi out of hapo ameonea hii scenario kwa barabara ikipita kama nini. Mimi nasema tu ukweli. Ngoja. Hata enda hapo kwa comment section, sema ukweli. Sikia, let me address the nation. Fellow Kenyans, leteni shati ya tiles. Ona, acha tukupe bendera. Sikiza vizuri na usikize kwa makini. This thing yenye Fazuli anaongelea, no one is saying that it is very impossible. It happens. It is possible and it happens to our faces. Ni mara moja ngoja. It happens to our faces. Na si ati ni kama ni kitu ya ajabu. It happens, mtu ameoa anakaa na dem mbele yako na anakaa na dem mwingine na anakaa na dem mwingine. I work in a club and I know this shit. But how wase wenye ufanya hiyo kitu ndio nani? Fazuli. Ana advocate for this thing. Ngoja. Ushaona nimekuja club wewe. Umeoa. Kwanza tu hata kazi jaoa. Bro, bas. Sasa ushaona nimekuja. No, unajua umesema. Msikubali. Unajua you are advocating for this. I want to tell you kitu yenye na happen. What I want to tell you is, as much as this thing happens, the reality is don't do this. Kindly, as in you guys need to control this shit. Kwa nini? I was just seeing juzi, nilikuwa na wasee walikuwa in a certain place hapa to LD, then we were having a conversation, very corporate people. Then they happened to tap that thing, wakasema the analysis za LD zilitoka juzi, wanasema LD is becoming a hot zone. If we don't get to be serious, tutakaribia Kisumu. Do you know why it is becoming a hot zone? Si ati ni watoto wa shule wanaletea wasee sickness, na si ati watoto wenye wako kwa, especially mademu wenye wako kwa streets hapa wanachapa job na wa respect sana. Do you know why? Ama mademu wanakuanga wanajua what struggles are. Kwa sababu huyu ni mtu anakutana na wasee wengi, wanakam kwa duka yako job, wanamchezea, anajua hawa wasee kumbe hawa wasee wote ni majoka. Ana understand characters. Lakini mtu mwenye sasa anaharibu ni mtu mwenye ako kwa marriage. Do you know why? Ata sit down aone sasa yeye ni mjanja, aone aende sasa kwa mtu mwenye atamsatisfy. Hivyo vile Fazuli anasema watu wenye wako kwa marriage. Alafu ule dem anaendea ni dem mdogo mwenye ni mchangamfu. Imagine. Na huyu dem mdogo anataka apatie lecturer kwa sababu ya mtihani, na anataka bado akulwe na dean, na anataka bado akuwe na boyfriend mwenye sasa huwa anafika. Mwenye huyu anasema huyu ndiye ameguza kitoko. Anakula all channels. Alafu anakula all channels. Alafu anakuja anacheza na wife yake sasa. Anakuja anacheza na wife yake after ameenda kucheza na demo campus mwenye amecheza na all channels. Amesubscribe premium. Boss, vitu zenye wife yako hizi kufanyia. Wife yako umeenda kwa experience huko nje. Ngoja, wewe unaenda unaleta huyo dem wa premium, unapea wife yako. Alafu wife yako anajiona mkora, anataka ashike Fazuli ampe. Boss, why isn't it not becoming a hotspot? If tuna wacha mimi advise hawa watu wangu vitu tamu za nje ni tamu, ziko na madhara mingi sana. As much as ni tamu sana, pia sukari sana ni diabetic. Chunga tamu. Let me advise my people yako moderate. Yo boys hapo nje as we end up man, as we wind up, mazima na kwambia nataka kupigwa hapo. Unajua what like as in what is the basic reason for a person who is cheating their own spouse? Basic reason inakuanga ni nini? Your own decision, because it is your own decision. Umenipata? Wewe una decide saizi nataka nikunywe Jameson na nitakunywa Jameson to the last. Na uko na 50 bob. Utakunywa. Boss, utakunywa.
utakunywa. Do you know why? Si utachit. Utapatana na Jameson tu. Watakugeuza ni kama vile wewe ulikaa na ukadecide. Kuna wasee uva casual na wanaka smart. Kuna wasee huwa hata wavai sana na wako na do. Na kuna msee mwenye atangara sana na ana do. Umeniget? Yeah. It is your own decision. Wewe umekaa umeona months, nimetoka farthest, nimekuwa ghetto, nimepitia shit. I cannot like deserve to live this life this way. Let me decide kungara. Na utawasha luku yako. That's why tunaitwa game changers. Ni you make decision as a person, you yourself. Wewe mwenyewe. Jite mkutano. Let me speak to these boys. What in most cases wanaume ndio who approach madem, but from my own point 70% women do what approach machani in this era. Mimi naweza kukuadvise kama boy maze, I want you to know huyu dem hiyo design amekukamia, hiyo ndio design you and they are you are not the first person, you are not like hata hakuna kitu unamstua nayo, ataona handsome kukushinda, ataona fire kukushinda, hivyo tu ndio yeye do. And instead wewe ukwe the bridge that unataka kuban due to maybe sijui msichana's session. Trust you me, you cannot for 3 hours, you cannot for a whole day. Mtafanya hiyo shit is not a priority. Ni kitu kidogo hivi. Ni 15-20 minutes. Usikubalia as in huyu boy umeban bridges. Mimi naweza die sahi na Julie anaweza baki kukuwa responsible to my kids for a lifetime. Hakuna reason nyingine. Huyu boy alikuwa Mrs. responsible kwa. Meniget. Huyu boy alikuwa no, you see, I have seen this come across so many times that wase wanasema strangers are going to help you more than family. Meniget. So familia ya mine mwenye ninge respect wife yake, which is my brother, because hiyo ni laana, nime respect wife yake. Alafu best yangu mwenye angewahi ni jenga mahali penye inaweza kabisa na mdishia wife simply because the wife was horny. That shit maze. We stand up for yourself, stand up for your friend. Afadhali uambie huyo boy maze, mimi na kuliko tukosane ni kuambia ukweli. Wife yako ni hivi na hivi na hivi. But before we go there, mimi personally naweza ku advise usi make friendship na manzi ya best yako. So nilikuwa naambia wase as in don't stop making friendships with your friends, wives ama girlfriends. Like for instance, mimi personally, Fazul, ebu just tell them the truth. Mimi na girlfriend yako are we like tight? Ebu sema tu. Tight aje? Are we friends? Ngoja. Mimi sijui. Siku hizi kuna social media, kuna WhatsApp, kuna Instagram, kuna mnatumia DM. Okay, let me find out. Naweza kuuliza mimi ndo rafiki ya bibi yako. Hakuna siku. But she talks to you. She calls you na anakuuliza Abdullah wapi ashiki simu. True or false? The same way ni two-way traffic. That's why me honor. Before Julie awarudisha huko, mimi nasema tu hivi, my people, watu wangu, kule kitu mara moja na usirudi. Listen. Okay, sawa, si ushamaliza. So mimi nasema hivi, wife ya wenyewe is a no-go zone. Respect bibi za wenyewe. Mimi naweza sema na manzela, unajua mnapenda mimi ama story guy. Mimi ama story guy. Kuna bishi mine alikuwa ndishanga matatu. Akapata sugar mami. So akacha kazi ya matatu. Hapo taxi. Akakuja kaniita alikuwa anataka alikuwa anataka advice from me. Akaniambia niaje mimi nimeacha kazi ya matatu. Nilipata mama mzee yako na pesa. Okay? Nikamwambia fanya you are so young, wewe fanya kazi, chapa job. Ulimadvise vizuri. God akona plans big sana mbele yako. Alimadvise vizuri. Don't take any shortcut. Ulimwambia God ajui tunasema we believe Mungu ametuplania good things ahead of us. True. And don't take shortcut of things. True, ukweli. Sasa uboiza akaniambia niaje mimi nimepata mama mzee na karibu anakufa, akona diabetes, akona sukari, sijui akona nini. Nikaambia wewe ndo utakufa, wacho mama chukue kijana mwingine. Mama so ujui kama Mungu alikupangia maisha 19. Alafu ushosho alikuwa 2 or 3 years. So don't plan your things
Wacha God, we just believe with God. God anatupangia life yetu. And we all know that godly. So wanatuambia tafute mashugamani. Godliness. Is not next to. Odem alikuwa anataka shortcut because anajua uma ni mzee anza die kesho. Ni watu wangapi wamedai? Mama ni mzee si bibi ya mtu. Bibi yake alikufa kitambo. Now speaking so you see life is all about you. Hakuna mtu wa nje kando yako. Focus, choose your life so straight. Usiwe believe usiangalia life ya mtu mwingine utamani. Ama life ya mtu mwingine utamani ama uone bishi yako anaishi life poa kushinda huyu. Useme acha ni date chalia huyu ama demi ya huyu. Niko on both genders. Uone nikinyang'anya dusu huyu ama nani huyu, I'll get somewhere. Okay. God ametupangia life, mimi sijui ndaishi miaka ngapi sijui. Just focus on your life. What you should do. First things first. Yani this goes to both. Yeah. From male to female. Munafaa kujua that dem ya beste yako ama dem ya jamaa is a no go zone. Unajua mimi like girlfriend yako akikam kurap na mimi I'll always be ndakuwa hapo na barrier ya mine. Na wewe kama boy wa mine na wewe umeona huo dem ni mrembo mazee sema tu sagod nitumie kitu kaya huyo boy. Hakuna haja unajua ocheki you're ruining future. God nitumie. Good people, talking about the next coming episode we are going to speak about addiction. There's several ways yenye mtu anakuanga addicted in several aspects from several things. Kuna wase ni sex addicts, kuna wase ni addicts for drugs, kuna wase wana pop pills, kuna wase wanakunywa pombe in an exaggerated way. Si lazima ikuwe tu usione pia job. Hata pool table kuna mtu anaamka asubuhi aendi job. So we're going to speak about this. Na it is very serious because it may hit sana generation ya this era. Despite you, just make sure you subscribe to our channel pale YouTube, plug a friend, send it to your family, tell them that you know these people, make sure they like entangle with us in what way, comment, like, mazee sema kitu yenye unataka unaona kama unaona Fazula amefanya makosa wewe mshow hapo chini usiogope mwambie ni aje usikule wa mimi niliwaambia mimi nimekuja kwa peace. Tukimalizia entanglement akasema which entangle wagwan peace. My name Game Changers mazee do smile for you. I'm Mr. Fazul mazee. Munakuja kugawa mnagawa kabana hapa hata live precious choose right.